Hamjambo wanafunzi, tumekutana tena katika kipindi chetu cha Kiswahili, na katika kipindi hiki tutaangalia marudio ya insha ambayo ilifanywa mwaka 2016, na hatutazama kwenye ile insha ya lazima kwanza kwa sababu tutakuja tuiandike vizuri wakati tutakapokutana tena, lakini nimeamua nichukue insha ya uteuzi ambayo hii insha inakupatia nafasi wewe mwanafunzi kuweza kutathmini, je, uko na uwezo wa kutoa mjadala? Ni moja kati ya yale maelezo ambayo nilikufundisha katika vipindi vyetu mbalimbali vya lugha ya Kiswahili vile ambavyo nimewahi kupitia kabla kuingia katika marudio. Basi kama ilivyo kawaida, ni mimi wenu mwalimu Konzi Nzaka. Ningependa tuwe pamoja sako kwa bako kuanzia hivi sasa hadi wakati ambapo nitatamatisha kipindi. Na somo si jingine ila ni Kiswahili. Marudio ya insha ya mwaka 2016 ambayo ilikuwa ni ya nambari 2, na insha yenyewe ilikuwa ni ya mjadala. Na maelezo alikuwa anasema namna hii: utalii una faida kuliko madhara kumradi, sio madhara wana. Madhara nchini Kenya. Halafu anakufungia hapo na kuambia jadili. Jadili. Hiyo ndio insha ambayo ilipewa huyu mwanafunzi wa mwaka 2016. Sasa ningependa wewe mwanafunzi ambaye unatarajia kufanya mtihani wako mwaka huu, mwaka ule unaokuja na ule mwingine, uweze kujiingiza katika viatu vya huyu mwanafunzi ambaye alikalia huu mtihani wake mwaka huo. Halafu umekumbana na insha na wewe umeamua kuteua hii insha nambari 2. Halafu sasa nataka ujiulize, je, ungeimudu vipi insha kama hii? Hapa kumbuke kile ambacho unatahiniwa ni vitu vitatu. Jambo la kwanza, faida ya utalii. Jambo la pili, madhara ya utalii. Jambo la tatu, jadili masuala haya mawili. Kwa hivyo kama umepewa insha kama hiyo, ni lazima uwe mwangalifu sana. Jambo la kwanza lile ambalo ningependa wewe kama mwanafunzi unatoa maana ya neno utalii. Je, utalii ni nini? Unajiuliza. Kwa sababu mimi sijui utalii. Nataka uniambie utalii. Ndiposa niweze kujua, je, maana ya utalii na faida na madhara kulingana na vile umenieleza yanaingiana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo utalii ni nini hapo? Jambo la pili, kabla hujaingia kwa kina kujadili masuala haya,
unaweza kudokezea utalii haswa unafanyika wapi katika nchi yetu ya Kenya? Unafanyika mijini, unafanyika vitongojini, unafanyika sehemu za mashambani, unafanyika katika sehemu maalum zinazoitwa mbuga na kadhalika. Na katika hayo maeneo ambayo utayataja wewe, kwa mfano mbugani, je, miundo misingi iko vipi kule katika zile sehemu ambazo umetaja? Na ninaposema miundo misingi ni sehemu za kupitia barabara. Halafu pia vile vile unaeleza kuna nini haswa kinapatikana katika maeneo hayo yanayokuwa kielelezo ama inayokuwa sababu ya utalii kufanyika kule. Halafu jambo jingine uzungumzie hapa ni kina nani haswa wanafanya utalii katika maeneo yale. Kwa hivyo kabla hujaingia kwa kina, ningependa uzungumzie masuala hayo. Halafu kisha baada ya kufanya hivyo, wewe utakuwa huru kuingia katika faida. Na yale ambayo utakuwa umeyatanguliza kuyazungumza yawe katika aya moja, kwa sababu ule ndio ni mdokezo wako. Na unapoingia katika mwili wa ile insha yako, wewe usirudie hizi alama za mtajo. Sawa? Kwa hivyo hizi alama za mtajo unatoa na unaanza tu moja kwa moja. Na wakati unapotoa faida kwanza, unahakikisha mwanafunzi unatoa tu kwa kiduchu, historia kidogo tu, hata kama huijui, lakini unazungumzia. Kwa mfano unaweza kusema faida ni kinyume cha madhara ama hasara. Faida ni jambo ambalo binadamu hupata jambo muhimu kutokana kwa shughuli fulani. Kwa mfano katika utalii, faida ni nyingi zaidi kuliko madhara yake. Kwa mfano unaanza kusema kwamba wakati tulipokuwa tuko na mbuga za wanyama na wanyama wenyewe katika maeneo hayo, na swala la utalii kutopewa kipaumbele, basi kulikuwako huyu mnyama anaishi katika mbuga hizo hakuwa na faida yoyote katika maeneo yetu. Lakini baada ya mzungu kufika, kwa mfano, ama hawa wakoloni walipokuja na kuanza kuona wanyama ambao ni tofauti na wanyama wanaopatikana katika maeneo waliotoka, basi hapo wakaanza kutufungua macho sisi wa Afrika na kujua kwamba utalii ni muhimu. Na mwanafunzi uwe makini, ujue anazungumzia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hazungumzii nchi nyingine. Je, kuna swali hadi hapo kabla sija kuandikia insha yangu mimi ya utalii una faida kuliko madhara nchini Kenya? Wacha mimi sasa nikuandikie insha yangu kama huna swali lolote. Utalii una faida nyingi kuliko madhara nchini Kenya. Jambo la kwanza, utalii ni neno la Kiswahili linalotumika kuelezea hali ya matembezi kutoka eneo moja hadi jingine. Eneo ambalo utaweza kujionea mambo mbalimbali ambayo lile eneo ambalo wewe umetoka hayapatikani. Kwa mfano, katika mbuga za wanyama ambazo zinapatikana hapa nchini Kenya, kuna wanyama kama vile chui, simba, duma na hata tumbiri ambao hawapatikani katika mataifa mengine. Kwa hivyo mzungu anapotaka kuwaona wanyama kama hao ni lazima atalii, ni lazima atoke lile eneo ambalo anaishi aweze kuja nchini Kenya kuweza kuwaona hao wanyama. Na hata waona tu wanyama wale,
ataenda katika yale maeneo ambao wanyama hao wanapatikana. Na kutalii huku kutakuwa ni kwa kipindi fulani, halafu anarudi kwao, kwa sababu unapotalii huwa unaenda mahali kwa kipindi fulani, halafu unakiondoka kile kikao kile cha eneo hilo na kurudi nyumbani ulikotoka. Hiyo ni aya yangu ya kwanza. Kabla utalii kuvumbuliwa katika taifa letu la Kenya, mbuga za wanyama zilikuwako ni mbuga tu kwa jina, bali zilikuwako hazina faida yoyote kwa mwananchi wa taifa hili. Kwa mfano, simba alionekana ni kiumbe dhalimu, kiumbe ambaye anapotangamana na binadamu basi bila shaka hasara pale angeisababisha. Pia vile vile chui angeweza kuleta madhara kwa wanyama wa wafugaji, kwa mfano ng'ombe, kondoo, mbuzi na kadhalika. Kwa hivyo kabla ya kujua umuhimu wa mbuga hizi na jambo hili la kutalii, wanyama wale wote ambao ni hayawani waliokuwa wakiishi katika maeneo ya porini, msituni ama kwenye mbuga walikuwako ni kero kwa binadamu, mahususan binadamu wale ambao walikuwako wanaishi karibu na hizo mbuga. Hata hivyo, baada ya miaka kusonga, labda niseme wakati wa mkoloni kuzuru nchi ya Kenya kuweza kuendeleza masuala yake ya uongozi, wamishonari waliokuja kwa minajili ya kueneza neno la Mungu na watu mbalimbali waliokuwa wamekuja kwa minajili ya kupata mahali pa kuweza kulima, almaarufu masetla. Hapo ndipo labda swala la utalii na umuhimu wa wanyama hawa porini lilipoweza kugunduliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu watalii wale ama wazungu wale ama wageni wale walipokuja katika maeneo yale waliona hawa wanyama ambao kwao hawapatikani, na hapo basi wakaanza kutafuta mikakati kuweka kanuni ambazo zingeweza kuwalinda hawa wanyama. Na baada ya wakoloni, masetla na wamishonari kurudi kwao, basi walituachia urathi mkubwa sana wa yale waliokuwa wametendea maeneo haya ambayo wanyama na mambo mbalimbali ya kimaumbile yaliweza kupatikana. Hapo serikali ya Kenya ilipopata uhuru ikaona kwamba maeneo haya ni lazima yadhibitiwe, yawe kivutio, yawe njia moja ya kuleta nini? Ya kuleta fedha. Na hapo ndio tukajua kwamba utalii ni sehemu mojawapo ya kuleta faida, sehemu ya pili baada ya ukulima. Aya yangu nyingine, baada ya taifa la Kenya kujitawala, mwanzilishi wa taifa hili na viongozi wengine waliweza kuweka sheria kwa kuwadhibiti wanyama hawa, kwa kuwalinda wanyama hawa na kulinda maeneo yale yote ambayo yanaonekana ni vivutio kwa watalii ama wageni kutoka nchi za mbali, na wanapokuja katika taifa letu waweze kulipa malipo ya kiingilio katika maeneo hayo. Hivyo basi utalii ukaanza kuonekana ni jambo lenye faida. Jambo la kwanza, hoteli kubwa kubwa za kitalii ziliweza kujengwa katika maeneo yale ambapo wanyama wanapatikana. Na zilipojengwa kule, watalii wanapokuja wanaleta fedha za kigeni, na hizi fedha za kigeni zinasaidia wananchi wa Kenya. Kwa mfano, katika wakati huu wa ugatuzi, maeneo yale ambayo yako na maeneo ya mbuga za wanyama yanaweza kuendeleza kaunti zao kutokana na utalii. Utalii huu unaweza kuleta pia vile vile ajira kwa wanakijiji wa maeneo yale. Kwa mfano, kaunti
kama vile ya Samburu. Vijana wa kule badala ya kuja mji wa Nairobi kutafuta kazi, wanapata faida kule kule. Baada ya masomo yao wanapata ajira kule, wana nafasi ya kuweza kujua ni maeneo yapi yako na hawa wanyama. Hivyo basi mtalii anapofika katika maeneo hayo anakuwa ana nafasi rahisi ya kuweza kuzuru maeneo kama hayo. Mbali na kuleta pesa za kigeni, maeneo ambayo yako na shughuli za utalii, kuna masuala ya miundo misingi ambayo inaendelezwa katika maeneo yale. Kwa mfano, ujenzi wa shule. Watoto wa maeneo kama vile ya Samburu walikuwako wanafanya kusikia tu kuna elimu, na elimu inafanyika katika shule. Hawakuwa wamewahi kushuhudia maeneo yale ambapo shule inapatikana. Hivyo basi shule kuanzia za chekechea, shule za msingi na shule za upili zimeweza kujengwa katika maeneo ya kaunti hizo, na wanafunzi wengi wale ambao walikuwa na randa, wale ambao walikuwa wameingia katika hali za utamaduni na kusahau mabadiliko ya dunia ya leo, wakaweza kupata nafasi ya kwenda shuleni. Wanapokwenda shuleni, wengi wao wamekuwa watu waheshimiwa katika taifa zima la Kenya. Kwa mfano mawaziri, kwa mfano waajiriwa wa serikali ambao wanatumikia umma na kadhalika. Mbali na kuwa na shule, pia vile vile maeneo yale miundo misingi ya barabara imeimarika. Utakuta kwamba kaunti za kule zinajua kwamba pasipo kuwa na barabara basi maendeleo pia nayo yanakuwa nyuma. Kwa hivyo utalii umeleta faida nyingi katika taifa letu la Kenya. Faida nyingine inayopatikana kutokana na utalii ni kuelimishwa kwa binadamu kuhusiana na mtagusano wa wanyama hawa wa porini. Kwa mfano, enzi zile wanyama wa porini walikuwako wanauawa kiholela. Kisa na maana wenyeji wa maeneo yale walikuwako hawana fahamu yoyote kuhusiana na umuhimu wa wanyama hawa. Hivyo basi kuanzishwa kwa utalii nchini Kenya imewezesha wana kijiji ama wenyeji wa maeneo yale kuweza kufahamu kwamba hata simba ni muhimu kuliko jambo vile walivyokuwa wakimtarajia pale wakati wa nyuma. Pia vile vile wanajua chui ni kivutio cha pesa katika maeneo yao, kinyume na jinsi walivyokuwa wameamini pale awali. Kutokana na hali hiyo, hata wale watalii wanaozuru katika maeneo hayo na wale wageni ambao wanapata ajira katika maeneo hayo wameleta mabadiliko ya maisha kwa jamii zinazopatikana katika maeneo yale. Jambo la kwanza, tamaduni zile ambazo hazina maana zimeanza kupotea. Mojawapo ya tamaduni kama hizo ni kukeketa watoto wa kike na kadhalika. Kwa hivyo kama si hawa wageni, basi bila shaka nafikiria huu utalii haungeweza kuwabadilisha msimamo wao mkali kuhusiana na ukeketaji wa mtoto wa kike. Kwa hivyo utalii umevutia watu wengi na hawa watu wameleta mabadiliko ya kimsimamo katika wenyeji wa maeneo hayo. Je, hadi hapo tuko pamoja? Faida nyingine ni utunzaji wa mazingira. Katika maeneo ambayo watalii wanaenda mara kwa mara hapa nchini Kenya, mazingira pia yameweza kuhifadhiwa. Mazingira kama vile maeneo ya mito, ukataji wa miti na kadhalika. Utakuta kwamba maeneo yale ambapo hapo wakati wa nyuma kabla utalii kuonekana ni jambo la tunu, miti ilikuwa inakatwa kiholela.
Hivyo basi mnyama yule alikuwa ametegemea miti kama maeneo makazi yake, alikuwa anahangaika mara kwa mara na kuhamia maeneo mengine na faida kwenda kule. Uchafuzi wa mito pia vile vile umepungua kwa hali kubwa, na wananchi wa maeneo yale wanaweza kutumia haya maji kwa minajili mbalimbali ya matumizi yao ya siku za kila kuchao. Mbali na faida, Waswahili walisema kwamba chenye tija hakikosi hasara. Hivyo basi mbali na masuala ya faida ambayo yanapatikana kutokana na utalii nchini Kenya, kuna matatizo mengi, madhara mengi ambayo pia yanajitokeza. Miongoni mwa madhara haya ni kama yafuatavyo. Jambo la kwanza, ushambulizi wa mifugo ya wenyeji ambao wanaishi katika maeneo ambapo utalii unafanyika mara kwa mara. Kwa mfano katika maeneo ya Samburu, mara kwa mara tunasoma katika vyombo vya habari ama tazama katika runinga, tunasikia kwenye redio kwamba simba wamevamia boma fulani na kuweza kuangamiza kondoo, mbuzi ama ng'ombe. Kutokana na hali hiyo, yule mwathiriwa huwa anarudishwa ule umaskini ambao alikuwa amepambana nao na kuweza kukimu familia yake. Kwa hivyo hilo ni tatizo moja ambalo pia linakumba utalii katika taifa letu la Kenya. Tatizo jingine ni ukosefu wa maeneo ya kutosha ya hawa wanyama kuweza kutalii kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hivyo basi utakuta kwamba wakati wa ukame wanyama hawa huvamia kila mahali na huweza kuleta madhara kwa aidha wale mifugo ama kwa wenyewe kufuga mifugo wao wenyewe. Jambo la pili, utalii umeleta tatizo la kubadili utamaduni wa wenyeji ambao wanaishi katika sehemu za mbuga ambapo utalii unafanyika. Kwa mfano, watalii wanapoingia katika maeneo yale wanabadili mienendo ya wenyeji wa maeneo yale. Kwa mfano, wanapeleka tamaduni zao za namna ya kuvaa nguo, tamaduni zao za kufanya hawa watu waweze kukeketa watu wanawake, mila na tamaduni ambazo zilikuwako hazipo wakati ule. Jambo jingine ambalo linakuwa ni madhara katika taifa la Kenya dhidi ya utalii ni ongezeko la watu katika maeneo hayo, ambapo watu kutoka maeneo mbalimbali wanapoenda kule katika maeneo ambayo utalii unafanyika huwa wanaongeza idadi ya wenyeji kule. Hivyo basi wanaweza kuathiri yale maeneo ambapo wale wanyama wako na uhuru nao. Kilimo kinaweza kuanza kule, na kilimo kinapoweza kuanza basi utakuta kwamba yule mnyama ambaye alikuwa ametegemea maeneo yale atalazimika kutoroka ama kutoroshwa kulingana na kanuni za sheria zinazoadhibiti. Tatizo jingine ni kumdhibiti huyu mnyama. Wakati anapokuwa kero kwa binadamu, basi serikali itabidi kuweka ulingo, kuweka uzio, kuweka ua wa stima ili kuweza kuhakikisha kwamba anatenganisha huyu mnyama na binadamu. Na anapofanya hivyo atakuwa na mnyima huyu mnyama haki ya kuwa na uhuru aliyokuwa nao pale mbeleni wa kuzurura jinsi alivyokuwa akitaka. Madhara mengine ni ukahaba. Mahoteli kubwa yanapojengwa katika maeneo yale, ukahaba pia nao unazidi. Utakuta kwamba watu kutoka maeneo tofauti watakimbilia maeneo yale wakiamini kwamba wanapofanya mambo yasiyostahili kinyume na tamaduni za Kiafrika
kwa kulala na hawa watu weupe ambao ndio wanakuja kwa wingi, basi wataweza kujipatia kipato. Na wanapofanya hivyo, tamaduni zao ama heshima yao huwa inaenda chini. Kwa hivyo yanakuwa ni madhara, na hatimaye hawa watu wataweza kuwa wagonjwa. Kwa mfano hili gonjwa la ukimwi ambalo husambazwa kupitia ukahaba na ngono za kiholela. Jambo jingine ambalo ni madhara linaletwa na utalii ni hali ya miundo msingi. Serikali pale itabidi iweze kutumia pesa nyingi kuweza kuboresha maeneo yale, na kwa sababu taifa letu la Kenya ni moja kati ya yale mataifa ambayo yanaendelea, hali ya uchumi bado iko chini sana, na ukilinganisha na ugatuzi wa kiuongozi utakuta kwamba kaunti nyingi ambazo utalii unafanyika huwa mgao wa pesa kutoka kwa hazina ya serikali kuu huwa ni mchache mno. Kwa hivyo basi kuweza kuleta maendeleo kwa ghafla ambayo yatafaidisha zaidi pale itakuwako hakuna, badala yake, badala ya faida italeta madhara. Kwa hivyo hiyo ndio insha yangu ambayo ningeiandika. Halafu baada ya hapo, wacha nikumalizie nikwambie, licha ya kuwa madhara yako katika eneo la utalii, faida ndiyo imezidi kuliko madhara, kwani chenye mwanzo huwa kina mwisho. Haya matatizo, kadri nchi yetu ya Kenya inavyokuwa kiuchumi, ndivyo vivyo hivyo itaweza kupambana na madhara hayo. Hadi hapo ndio nimefikisha mwisho wa kipindi hiki cha uandikaji ama cha marudio ya insha ambayo ilifanyika mwaka wa 2016, insha ya uteuzi ambayo ilikuwa inasema utalii una faida kuliko madhara nchini Kenya. Kwa hivyo hadi wakati mwingine tutakapokutana, ni mimi mwalimu wenu Konzi Nzaka nikisema kwaherini.